Na mtazamaji, na karibu kwenye awamu ya pili ya taarifa zetu za TV47 Matukio. Awamu ni ya saa 7 kama nilivyokuwa nimekuahidi ya kwamba kwenye awamu hii ya pili basi tutakuwa tukizungumzia masuala kuhusiana na jinsia, lakini sasa najua wengi wanajiuliza jinsia imefanya nini. Ni tutakuwa tukiangazia kwa undani na kupiga darubini moja ya mipango humu nchini Kenya, yani mpango wa MECWE kuhusiana na mradi wa miaka 5 ambao wanapania kutekeleza na mashirika mbalimbali yakiwemo Akina Mama Africa, The Circle of Concerned Women Theologians, FAWE, Lilian Foundation, VSO Netherlands, na pia kuna WEMOS kwa ushirikiano na Wizara ya Mambo ya Nje ya Uholanzi. Mtazamaji, lengo kuu ni kuhakikisha haki za afya ya uzazi zinapatikana kwa wote kwa kutumia mbinu faafu. Nikisema mbinu faafu, yani inamaanisha kwamba kutambua na kushughulikia changamoto zinazowakumba watu kutokana na utambulisho wao wa kijamii kama vile jinsia, ulemavu, umri, dini, hadhi ya ndoa na hali yao ya kiuchumi. Basi huu ni mjadala au ni mahojiano ambayo bila shaka tunafaa kuwa nayo, jinsi ya kwamba kila mtu atahisi ya kwamba ameshurutishwa na kwamba mahitaji yake ya msingi yamekidhiwa kwa njia iliyofafu kabisa. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Karibu nami mtazamaji, ni Angela Wamaitha Kioko. Huyu ni meneja wa programu kutoka BCN. Atakuwa akitujuza zaidi BCN ya kina nani na wanafanya nini na kwa nini amefika hapa siku ya leo. Aidha mtazamaji, niko naye Emmanuel Barare. Ameniambia yeye ni panel wa vijana. Hiyo kumaanisha ni mwana paneli kutoka shirika la MECWE. Naam, karibuni sana kwenye studio za TV47. Tuanze hapo, hitaji la kuhisi ya kwamba tumehusishwa kijinsia au mimi binafsi mahitaji yangu ya kimsingi kama mwanadamu. Kwa nini ni muhimu? Nianze nawe Angela. I think ni muhimu sana kuangalia why people should be involved in matters gender, especially tukiongea kuhusu decision making, kwa sababu tukija tuangalie masuala ya afya, lazima watu wakuwe pale wana make decisions. Hata tukiangalia katika masuala ya budget, if you're not involved in the process, then your needs zinaweza kosa kuwa ziko encompassed when people are planning for the solution. Yeah, so it's really important that we talk about involving people, tukikuwa na ile special angle ya kuangalia masuala ya jinsia, kwa sababu kwa wakati mrefu sana wanawake na wasichana wamekuwa kiachwa nyuma katika masuala ya kupanga na even decision making in totality. Yeah. Ndizo hisia ya kwamba bado mtoto wa kike anaachwa nyuma, na labda hivi kama shirika mnatumia mbinu gani au itikadi gani kuhakikisha kwamba mtoto wa kike pia amepatiwa nafasi kwenye meza? So tukidesign hizi miradi na pale mwanzo tukiplan, tuna ensure that we have representation of women and girls kwa decision making table, ili pia sisi wenyewe tusikuje tukawaamulia that this is what you need ama hizi ndio solution ambazo mnahitaji. So during the inception ama design of the projects, we ensure that representation ya wanawake na wasichana iko fully pale kwa decision making table, so they are able to tell us this is what we need, these are our needs, these are our issues. So sisi ambapo tuna design hizi miradi ama project, tunaweza kuencompass zile needs zao. Na so tunasema when you talk about the women and the young girls, ni important representation yao ikuwe during the planning, so that they end up needs zao ziko encompassed in the solution that you are creating. Yeah. Mradi wa MECWE lengo lake kuu? Mradi wa MECWE lengo lake kuu, na nikisema kwa Kiingereza, ni kuhakikisha kwa kila mtu anapata haki zake za SRHR. Na mradi huu SRHR. Labda kwa hisani ya mtazamaji tueleze zaidi. Na hivi ukisema kwamba kila mtu anahisi kwamba mahitaji ya haki zake zimekidhiwa, what are we talking about? Afya ya uzazi na ukoo kwa ujumla, na katika kuangalia maneno ya hizi haki kuweza kuonekana, tunaweza kuangalia maneno na health service delivery, maneno na contraceptions na makadhalika. Na hiyo ndo lengo kuu la mpango wa MECWE. Naam. What is SRHR? Yes. So SRHR in general stands for Sexual Reproductive Health and Rights.
And this then looks at two aspects of humanity in terms of the sexual reproductive health rights. So the sexual rights and then the reproductive rights. And so basically it's the rights that tend to look into the aspects of the sexuality of a human being. Basically. All right. No. Natumai hapa kumekuwa na utunzi wa sera na pia sheria kuhakikisha kwamba mnachokilenga nyinyi kama washikadau husika katika mpango huu wa MEKWE basi mmeweza kufanikisha. Integration kati ya nyinyi kama washikadau na sasa jamii husika umekuwa wa aina gani, na labda the family and the society imekuwa ikiplay part gani katika kuunda hizi sheria na sera? Asante sana kwa hilo swali. So sisi katika MEKWE project, jamii ama community ambao ni beneficiaries tumeweza kuweka katika center stage ya implementation of our projects. So we've consulted the community, we've designed our projects na katika hizo projects tuko na community outreaches ambapo tunaenda tunaongea na community in terms of their issue. Tuko na pia kwa capacity build, because ndo pia community waende wakajitetee ama they are able to claim their rights, they need to be in the right capacity. So we also do capacity building training pale kwa community, pale kwa jamii. Tunawafunza kuhusu haki zao, tunafunza kuhusu budget making process, tunawafunza kuhusu policy. Tunaweka popular version ya policies, sheria ambazo zimetungwa ambazo zinahusikana na afya. So we teach them and sensitize them about that, so that even when they are going to claim their rights, they can be able to do it from an informed perspective na kutoka mahali ambapo wako na capacity. Na pia tukiongelea kuhusu budget making process, kuna public participation kwa budget making process, na hapo pia ndo miradi za health pia zinatengewa pesa. So it is our work to ensure that tumefunza jamii in different policies na pia tumewasupport na tumewamobilize ili waweze kuattend public participation. Ndio pesa zikitengwa kando wanajitetea, wanasema pia sisi level 3 yetu haina waiting bay na health services zina improve generally. So the community is at the center of MEKWE program. All right. Barare, advocacy of course is a very key aspect when you're getting into this program na its implementation. Lakini what measurable impact has the program had on the ground? Are there any statistics to show that this is what we've achieved on kuhamasisha watu kuhusiana na ESRHR? Yes. First of all, I think ndo niweze kueleza how we've been able to achieve what we've achieved. Ningependa kujalisha kuhusu what we've called intersectionality. Now, hii ni approach yenye tuliweza kuitumia kuhakikisha kuwa hakuna mtu anaoachwa nyuma. Our goal is to make sure that intersectionality is at the core of each and everything that we do as the MEKWE program. Na what that entails ni kuwa hakuna mtu anaishi na one particular identity. Unaweza kuwa kijana, unaweza kuwa kijana wa kike, unaweza kuwa unaishi na ulemavu, na maneno kadhalika yanaweza fanya ukuwe na uweze kuwa discriminated upon. And so therefore looking at this program through that lens has really enabled us to ensure that we bring everybody into the table. Those living with disabilities, those coming from marginalized parts of society, that nobody is left behind. Now, in terms of aspects or data that I can show in terms of what the program has been able to achieve, naweza kupenda maybe kuongelea kuhusu a few policies throughout the counties that the MEKWE program is being implemented. Na singeweza maybe kujulisha kwa hizo county ni zipi. County ya kwanza ni Nairobi, Kisumu, Siaya, Makueni, Nakuru na Kilifi County. County 6 in total. Na katika hizi county tumeweza kufanya a couple of policy advancements in terms of SRHR. Nikiweza kuangalia county kama ya nationally, maybe nikianza nationally, one of our collaborating partners unaitwa UDPK, United Disabled Persons of Kenya, UDPK, waliweza kushughulika na the National Disability Policy and Bill, enye iliweza kuensure kuna commitments towards improving accessibility towards services for persons with disabilities, especially reproductive health services, na pia economic empowerment in terms of that. Na hiyo ni towards the national perspective.
tukiangalia kwa makaunti sasa kule ndani county kama ya Kilifi, one of the collaborating partners in which we are working with in Kilifi wanaitwa Youth for Sustainable Development. Wao waliweza kushughulika na policy inaitwa RMCAH, RMNCAH bill, na hiyo policy iliweza kuhakikisha kuwa maslahi ya vijana katika Kilifi County wanaweza kushughulika na youth friendly centers kwa hospitali na maneno kama hayo. Adolescents and Young Persons SRHR Action Plan ya Siaya County 2024-2027 ni katika hali ya hizo policy. Kuna Kisumu Access to Information Policy and Bill pia iliweza kuangaliwa, na haya tu ni tukiangalia maneno na policy, but tukiweza kuangalia maneno maybe service delivery, kuna mipango yenye tunafanya tunapoleta vijana pamoja katika ile hospitali wanapata services kuu, tunawaleta pamoja, tunawaunganisha na wanaowapatia hizi services, the nurses and the doctors themselves within the facility. We bring them together to what we call the community scorecard. Yes. So we bring them together na tunaweza chart a way forward in terms of how can we improve this services in this facility moving forward, especially for the young people who are getting the facility. Kwa hivyo pia mnawahusisha wale ambao wako at the center stage hii implementation. Natumai sijui kama natumai au pia ni swali, sijui kama kumekuwa na any pushback, labda pingamizi au matatizo wakati wa kuimplement hizi sera za SRHR, labda kutoka kwa serikali, makundi ya kidini au viongozi wa kidini, na labda kama mashirika mmekuwa mkitatua hili au haya matatizo kwa njia gani? That's a very important question, because you're talking about SRHR. There's a lot of pushback in that topic, hata vile tu mwonekano wake hata with normal people. So there are some challenges, of course, goodwill kutoka kwa na sheria. Tukianza na duty bearers, hiyo policy process inakuwa very strenuous. Kuna hiyo goodwill, kuna hiyo mwonekano, watu wanaona ni kama ukisema masuala ya uzazi itani create a certain perception with my voters as an MCA or as an MP, so wako a bit reserved to engage in the matters. But one thing that we can all agree, and hata wana agree, is that these challenges ziko hata kwa areas ambao ni within their jurisdiction. Hata mahali au wenyewe wanatunga sheria ama wana represent those specific wards and constituencies, unakuta kuna a lot of cases za rape, kuna a lot of teen pregnancies, kuna a lot of HIV new infections, so they all relate to it, but kuna wao mwonekano ambao that is the first thing that deters them. So if you're talking about duty bearers, kuna hiyo lack of goodwill na pia financial constraints. Ukweli mnakaa chini na watu ambao wanatunga sheria na wanawaeleza, wanaonyesha one by one how they have budget constraints, na you also relate. Na unaona we're talking about medical shortages, na wanaonyesha already how their resources ziko limited. So wanawaambia, you want us to add more doctors, already the ones that we have we cannot sustain their pay. So there are also those systemic challenges ambao ni zimetokana na just the system in itself. There's also the religious leaders. So there's that pushback a lot from religious leaders, but there's also a bit of reception. So for example, in Nakuru County, where I am implementing, we've been able to engage religious leaders in terms of narrative shifting, just to have this conversation, to create safe space within their churches where young people can come and talk about their SRHR challenges. But so we've used a tool, the Circle of Concerned African Women Theologians. Hiyo ni organization moja ambayo umemention kwa consortium partner. Wako na tool ambayo wanatumia ku-advocate for SRHR from a Bible's perspective. So wanaonyesha haya maswala pia yali happen katika Biblia. So inakuwa kama buy-in ya conversation starters with religious leaders. So at least that tool has helped us a lot in terms of propagating the SRHR agenda in the religious space. So for religious leaders, mostly wanasema we cannot talk about it ourselves, but we can mobilize and give you an opportunity to come and talk about it as an organization. So at least hata kama kuna feedback, there are some avenues ama loopholes ambazo tunatumia ku level the ground. Barare, nini hiki ambacho kimekuwa kikikosa na kuwashinikiza kuwa na mpango kama huu mmekwe? When we talk of SRHR, tunazungumzia kuhusiana na your understanding ya the sexual orientation. Why is it important? What was missing? So, tunazungumzia sexual reproductive health and rights. Na haya maswala
initially the project was aimed to target the young people. Mara mingi tukiangalia matatizo yanayohusikana na SRHR yanahusikana sana na vijana. Na one of the main aims was to ensure kuna vijana walio marginalized kabisa katika society yetu. Kwa hao vijana wanaweza kupata hizi services, for example kama ni kwa family planning and the like. Na hiyo ndo lengo kuu lilikuwa la mpango huu wa Mekwe. Na ndo hiyo iweze kuwezekana. Mara mingi ama nikisema kwa one of the ways in which the Mekwe program has been unique is because it has really focused on an aspect that we like to call meaningful youth participation. Na meaningful youth participation ni kuhakikisha kuwa vijana hawatumiki vibaya wanapokuhusishwa kwa miradi kama hii. Kwa maslahi yao na whatever their needs are actually met and heard, na kuwa wanakuwa katika meza ma decisions zinazoenda kutengenezwa. Na ndio maana mimi niko hapa kama kijana katika mpango huu wa Mekwe, kwa sababu katika ile structure yenye tuko nayo kwa nchi ya kufanya implementation, the collaborating partners and the consortium partners that exist, they all have a particular seat within the country coordinating structure. A representative from each of the consortium partners, the Kina Mama, the Circle, VSO, Netherlands, FAWEC, and who else have I forgot? Liliana Fons. Asante. Angela, nije kwako. Amesisitiza sana kuhusiana na mchango wa vijana katika kuunda sera. Lakini kikweli, je, vijana wamekuwa wakijihusisha, leave alone kuhusishwa, wenyewe wamekuwa wakijitokeza tu kwa njia huru na labda kupendekeza sera fulani, au wanaonekana tu? I think we have to give it to the young people, because unaona hata Mekwe ilipoanza walienda kufish for youth-led organization kama sisi ambao wako active na already ambao wanajaribu kufanya lobby and advocacy in the policy space. So already they found us doing something. Ni vile walikuja wakakuja sasa na the bag of resources na platforms, like creating a platforms even for us to come on a national television like this and to speak about what we do. So tukiangalia na ule that design and organizing, so already kulikuwa na hiyo sort of organization, like us they already found us doing something. Na pia pale ukiangalia kwa community, pia sisi tukienda pale ku reach out kwa community, tunapata already existing youth groups ambapo wanafanya lobby and advocacy, maybe pale kwa kiwango ya chini, but already they are doing it. Na pia ukiangalia in the recent turning of events with the even the Gen Z protest that happened last year, kutoka hiyo protest kumekuwa na a lot of organization of young people, hata ukienda kule mashinani. So I have to give it to the young people. At least they are rising up to the call. Wanajaribu kujiconsolidate. Of course there is a lot of room for improvement, but I think they are consolidating themselves pale kwa grassroots. All right. So Mekwe imekuwa ikipata ufadhili kutoka mataifa ya kigeni. Labda mmekuwa mkihakikisha vipi ya kwamba kuna wazi katika ugavi wa fedha hizi, na rekodi zipi ama which yardsticks zinatumika kugeja kwamba fedha ambazo mmepokea zimetumika vilivyo? Maybe nikiguzia maneno ya fedha ni kuwa the funding inatoka kwa the Ministry of Foreign Affairs for the Netherlands Kingdom. Na it's a grant that has been given to various sexual reproductive health rights consortium. Na katika implementation ya Kenya, kila consortium partner anapatiwa the amount of money to do implementation for the 5 years that is divided on a yearly annual budget. Na maneno haya yanaweza kuwekwa wazi katika the country coordinating structure, na inakuwa disseminated to the collaborating partners wanaofanya kazi katika county tunazo implement. Angela, Maybe yes. if I just add, there's also continuous monitoring and evaluation. Right. Kuna auditing of our accounts, na pia auditing on the project implementation, na pia outcome harvesting. Na ukiangalia when you collecting impact, really ukiangalia ile impact kwa ground, unaona kweli kazi inafanyika. But there's also like professional auditing. Hata where we are heading next month, we are doing an end-term evaluation. Na last year we did a mid-term evaluation, which is done by consultants who are onboarded by the top organization. So si ati ni watu wetu hapa, they're onboarded consultants come here and they monitor our implementation and how we expend the funds. Tunaingia kwenye dakika zetu za lala salama. Naomba niulize hili swali kuhusiana na mradi kama vile tuseme ambao unahakikisha kwamba watoto hawajapata
mimba wakati wa miaka yao ya mapema, na pia kuhakikisha kwamba tumehifadhi idadi kubwa ya wanafunzi hususan watoto wa kike katika shule. Labda data statistically, huu mpango umepiga hatua yoyote au ufanisi wake umekuwa vipi katika utekelezwaji wake? So I guess that question is directed to me. Yes. So statistically, when you're talking about going back to school, unajua Mekwe kila consortium partner ako na niche yake. Kwa sababu ukiangalia masuala ya sexual reproductive health, it's not just about going to school. There are so many things after that, even your mental wellness after you have gone back to school. Tunaona ukiangalia mtoto wa 13 years ameza na amerudi shule, ule mtoto you cannot expect their life to go back to the way it was. Something has changed. So we have different niches. For example, sisi maswala ambayo tunaangalia ni maswala ya bajeti ya kiserikali, the public health financing. So in terms of capacity building of people kwa ground, sisi tumetrain Nakuru County, we have trained 30 people in every ward in Nakuru West constituency. Yeah. So that is one organization alone, having a beneficiaries of almost 150 people, young people who are trained to take part in the budget process and to social audit miradi za health after zimetengewa pesa. Unajua pesa pia ikitengwa na serikali, if you don't really follow up, they might be deviated through supplementary. That's the implementation part. Nilikuwa nauliza mazao yake sasa. Kwa mfano huu mpango wa Tuseme ni kuhakikisha kwamba teenage girls Tuseme school. Yes, exactly. So ndio nilikuwa nauliza, tumepata any matunda ya kwamba tumeweza kuhifadhi watoto zaidi katika shule na kuhakikisha kwamba hawajapata mimba za mapema kwa dakika moja. Tuseme club imekuwa very instrumental. Pia ukiangalia the prevention part, because majority of this time bad decision are zinafuatwa na lack of information. Most of the time young people make decisions kwa sababu hawana ile information. So Tuseme club ni a platform where ni safe space for young girls in schools. So it already may focus so much on the prevention part. So you get this information and you get to make informed choices about your life even when you're growing up. So Tuseme is a good thing because mostly ijakuja kuregulate ile mess ambayo imesha happen. Now they're trying to work on the mess. It's working from the prevention side, that you are a young people, even before you face this predicament, this is the information that you need to know. Statistically, do we have any data that labda unaweza kupatiana mfano mmoja tu? There are 2 schools, I'd have to get the exact number because I don't want to mislead, but there are 2 schools where Tuseme club has been very instrumental. Right. Now we've seen a lot of changes in that school. I'd have to confirm the exact number of statistics. All right. Mna mpango wa miaka 5. Sasa kwa dakika moja alafu tufunge. Je, mpango huu mmepanga kuendeleza kwa miaka 5? So after 5 years, what's the plan? Na je, do you think by the end of these 5 years basi mtakuwa mmefikia ambacho mlikuwa mnatarajia? Alafu labda tu swali la kufunga hivi, unadhani kwamba hii tabia ambayo mmekuwa mkijaribu kupalilia miongoni mwa vijana itaendelea ama itatoweka na nyinyi sasa? Hapo kwa kutoweka kuna aspect of sustainability. Na kwa miaka 5 inaisha huu mwaka wa 2025 kwa sababu tumekuwa for those 5 years. Na tukitaka kuangalia the progress yenye imeweza kufanyika katika the Mekwe program, as a consortium, as a program, as a Kenya country coordinating group, tutakuwa na kitu inaitwa end-term evaluation itakayofanyika mid of this year, so around June, na tutaweza kukuwa na data ya kuonyesha what particular impact have we been able to see throughout the 5 years of implementation of the program, be able to give advice in terms of other programs that will come after this, jinsi ya wanavyoweza kufanya vitu better, kuweza kuensure kunakuwa na sustainability in terms of the gains that have been made, in terms of the policies zenye zimeweza kufanyika, the lives that have been able to be impacted by the program, and especially ensuring that nobody is left behind kwa sababu ya intersectionality. Na swali la mwisho kabisa kwa sekunde 30, labda yale mafanikio ambayo mmeweza kufanikisha yataweza kuendelea bila fedha? I think tulikuwa tunafikiria the sustainability approach from the onset. So hata tukidesign miradi tulikuwa tuna design projects that can be able to sustain themselves even after the program comes to an end. Because we spoke about the aspect of capacity building. Nikukupata wewe kama uko, and then I teach you how to claim your rights. I teach you the channels you can use to claim your rights. Even if I leave you right now, nimekuacha na knowledge that you know this is the channel I can use to fight for my rights. These are the platforms available na these are my rights. So even if I'm not there, nimekuhandhold for 5 years. Nimefika point where you can be able now
how to take care of yourself and even influence other young people to be able to now advocate and claim for their rights. So sustainability, we really thought about it. All right, amazing. Asante sana mtazamaji, na tutakuwa mwisho wa mahojiano haya kuhusiana na sera za SRHR. Asante sana Angela Wamaitha Kioko, meneja wa programu kutoka shirika la BCN, na pia Emmanuel Barare kwa kutenga muda na kuja kuwa nami kwenye mdahalo huu kuhusiana na hizo sera. Na ndio tutakuwa mwisho. Jina langu ni Ruga Evil. Zitimi hapo saa 1 za jioni basi nitakuwa nikirejea na taarifa za TV47 Weekendi. Kuwa na mchana mwema.